Karibu sana mtazamaji kwenye channel hii ambayo inakuletea mafundisho mbalimbali juu ya mahusiano. Katika video iliyotangulia nimeweka video inayosema kwamba je, mwanaume hahusiki katika kubomoa nyumba, kwa maana Biblia inazungumza vitabu cha Mithali sura ya 14 kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake mwenyewe. Nimeelezea kwa kirefu sana pale, lakini leo ningependa niongezee katika mada ile ile, na kichwa cha habari cha mada hii itakuwa wanaume wanawaogopa wanawake. Ni jambo la kusikitisha sana, kama nilivyozungumza kwenye video iliyotangulia, kwamba asilimia kubwa ya wanawake wanaogopa kuambia wanaume ukweli. Na unapoogopa kumwambia mwanaume ukweli, ataendeleza tabia hizo, na si ajabu ataongezea ubaya wa tabia zile mbaya, kwa sababu hukutembea kwa imani. Mungu aliposema mwanamke mheshimu mwanaume, na waendesha semina wengi sana wanalitumia hilo, mwanaume anahitaji heshima, mwanaume anahitaji heshima, mwanaume anahitaji heshima, wanalizungumza sana, lakini hawajaliangalia undani wake ukoje. Mwanamke ni kweli unastahili kumheshimu mwanaume, na vile vile na wewe mwenyewe unahitaji heshima vile vile. Kwa hiyo basi, kutokana na ukweli huo, basi unaweza kumheshimu mwanaume lakini usimwogope mwanaume. Hii ndio shida iliyopo, ni kwamba wanafikiria kumwogopa mwanaume ni kumheshimu, kitu ambacho sio cha kweli na ni dhambi. Kwa sababu gani? Lazima tukubaliane kwamba hawa ni watu wawili wametoka katika familia mbili tofauti, wana historia mbili tofauti. Kuna vitu ambavyo haviko sawa. Lazima kila mmoja aweze kumsaidia mwenzie akae sawa. Ndio maana huyu mwanamke anaitwa msaidizi. Sasa huyu msaidizi anafanya kazi yake ya kusaidia kumkosoa mwanaume, kumwambia wapi hapa uko sawa, alafu mwanamke anaogopa kumwambia mwanaume kwamba bwana, hapo umekosea. Kama nilivyozungumza kwenye video iliyotangulia, neno msaidizi kwa Kiebrania maana yake ni eza, na eza ni neno la mtu ambaye ni mwenye nguvu, anamsaidia mtu aliye dhaifu. Kwa sababu kwenye neno hilo eza limetumika katika Biblia mara 3 kwa wana wa Israeli kutafuta msaada kutoka kwa taifa lingine, lakini neno hilo limetumika mara 16 kwa Mungu kumsaidia mwanadamu. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba Mungu aliyempa mwanamke uwezo wa kuzaa, yaani kama anafanya kazi na mwanamke kwa karibu sana. Na ndio maana Biblia inazungumza kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 kama sikosea, anasema kwamba mwanamke ukimkasirisha, hata ungeomba namna gani, maombi yako yanazuiliwa. Sasa kuna vipengele ambavyo tunaviona kwenye Biblia lakini hatuvipi kipaumbele. Lakini leo ningependa nizungumzie hili kwa kina kidogo, kwamba ni kweli mwanamke ana uwezo mkubwa kuliko mwanaume, na mwanaume anaogopa hiyo. Sasa kabla sijaingia huko ndani, lakini ningependa nizungumzie hili ambalo ni la msingi sana. Mtu unaweza ukaomba mvua itakuja na matope, italeta matope lazima. Kwa hiyo ujanja ni jinsi gani ya kukabiliana na matope. Kwenye Biblia inaleta picha tofauti na hiyo, lakini inafanana. Nasema hivi, Mithali 14 mstari ule wa 4, kuna maneno yanayosema hivi: zizi ni safi ambapo hapana ng'ombe, bali nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi. Yaani kama unataka ng'ombe upate maziwa, lazima ukubali kutakuwepo na kinyesi. Sasa unataka maziwa ufuge ng'ombe, lakini huyo ng'ombe asiwe na kinyesi. Ng'ombe gani huyo ambaye hana kinyesi? Ng'ombe gani ambaye hana kinyesi? Hakuna ng'ombe ambaye hana kinyesi. Sasa kila mmoja ana makosa yake. Sasa yule ambaye anakataa kwamba yeye huwa hatoagi kinyesi, huyo sio mtu. Kwa hiyo mtu ambaye ni mzito kukubali makosa yake, anapokuwa anaambiwa ukweli, huyo maana yake sio mtu halisi. Kwa hiyo hapo utakuwa unapambana na pepo, sio mtu. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye ni mgumu kukubali makosa yake, tambua kwamba una vita kubwa sana. Lakini vita hii, kama utakwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu anakuwa upande wako. Sasa nataka kulisema siku ya leo ni lipi? Hili
Narudia tena, mwanamke, mheshimu mume wako, lakini usimwogope. Anayepaswa kuogopwa ni Mungu peke yake. Tunaenda kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 8. Isaya sura ile ya 8. Uweze kuona jamani, kwamba mnamkosea Mungu kwa kumwogopa mwanaume. Mungu amesema mheshimu, hakusema muogope. Isaya sura ile ya 8. Sikiliza maneno haya. Sura ile ya 8, Isaya sura ile ya 8 mstari wa 11. Maana Bwana aliniambia hivi, kwa mkono hodari akanifundisha, nisienende katika njia za watu hawa, akisema, msiseme ni fitina katika habari ya mambo yote ambayo watu hawa watasema ni fitina. Msihofu kwa hofu yao, wala msiogope. Bwana wa majeshi ndiye mtakaye mtakasa, na awe yeye hofu yenu, na awe yeye utisho wenu. Sasa asema Mungu ndiye ambaye mtamhofia, na yeye ndio asikutishe mume wako. Anayepaswa kukutisha ni Mungu. Nitakuacha. Haivitisho, asikutishe mume wako. Mheshimu sawa, lakini pale ambapo kuna ukweli, usirudi nyuma, nenda mbele, fuata ukweli uliomo ndani ya moyo wako. Kwa sababu gani? Mungu anaangalia ukweli uliomo ndani yako. Pale ambapo unajifanya umekubaliana naye, lakini moyoni mwako hujakubaliana naye, maana yake Mungu anakuona na wewe ni mkosaji, kwa sababu unashirikiana na mkosaji. Kwa hiyo hata utaomba, utatoa sadaka sana, utatoa zaka sana, kwa sababu unamuogopa. Huyu ndio utisho wako. Baada ya utisho wako uwe Mungu, unamuogopa huyu mume wako. Kwa hiyo wewe ndio umepoteza kura mbele za Mungu. Sasa kama umepoteza kura mbele za Mungu, unategemea nini Mungu akusaidie? Kwa sababu tumelisoma hili kwenye video iliyopita, lakini nipenda nilisome tena kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 27 mstari ule wa 22. Sura ile ya nimechanganya hapa. Okay. Kitabu cha Mithali sura ile ya 25. Mithali 29 mstari wa 25 kuna maneno haya: kuwaogopa wanadamu, akiwemo mume wako, huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Unaona, kumwogopa mwanadamu huleta mtego. Unaweza kuona. Kwa hiyo umetegwa na shetani, akakudanganya kwamba mume wako atakupiga, mume wako atakuacha. Wewe simama na Mungu, uangalie Mungu atafanya nini. Narudia tena, uheshimu mume wako, lakini usimwogope. Kama nilivyozungumza kwenye video iliyotangulia, nikipenda nirudie hapa kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya, ni kwamba 67% ya wanawake wanadanganya mwanaume kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Hilo jambo sio zuri. Kwa jambo la msingi, mwanamke ajue nafasi yake. Kwa sababu gani? Usimlemaze mwanaume kwa kumwogopa. Mheshimu ndio, lakini usimwogope kumwambia ukweli, kwa sababu Biblia inazungumza kwamba Mungu anaangalia ukweli uliomo moyoni. Kwenye Zaburi ile ya 51, Zaburi ile ya 51 mstari ule wa 5 na wa 6, sikiliza maneno haya. Sasa hivi, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama ewe Mungu, wapendezwa na kweli iliyomo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Anapendeza na kweli iliyomo moyoni. Umekubaliana na hili jambo, lakini moyoni huna amani nalo. Umekubaliana hakuna kushika simu ya mume wako,
lakini moyoni mwako unaumia. Hivi anachati na nani pale? Mbona kila siku akirudi anachati? Moyo wako unaumia, unataka kuangalia ile simu lakini unamwogopa. Sasa unafuata tabia za kibinadamu. Watu wamesema usishike simu, simu zinaharibu ndoa. Sio simu zinazoharibu ndoa, ni watu ndio wanaoharibu ndoa. Kama vile kisu unakitumia kukata kitunguu au kutumia kuua mtu. Kwa hiyo sio kisu kinachoharibu ndoa, kinachoharibu ndoa ni watu. Kama hamwezi mkaeleweshana kuhusiana na simu hizi, usidanganyane, hamwezi mkafika mbali, hamwezi mkafika mbali. Kwa hiyo ukimwogopa mwanaume, umeingia kwenye mtego, kwa sababu tayari umepambanishwa na Mungu. Unaona, unapambanishwa na Mungu. Sasa na hili ndilo ambalo shetani analifanya, anakuletea kauoga. Eti kwa sababu umeambiwa mheshimu ndio unamwogopa, hutaki kumwambia ukweli. Mungu amesema anapendezwa na kweli iliyomo moyoni. Sasa ni hivi, pale ambapo unaogopa kumwambia ukweli, manake unajifanya umekubaliana naye. Kwa hiyo huyu mtu anakuona sio kama, haoni uhalisia wako, anaona lile vazi la kujificha uliweka la kujifanya hujaumia, ya kufanya hili jambo umekubaliana nalo, wakati moyoni hujakubaliana nalo. Kwa hiyo anakuona wewe ni mtu tofauti. Ndio maana kuachana kumekuwa kwingi sana, kwa sababu hii hali ya kujifanya umekubaliana, unapendelea hili, kumekuwa kwingi mno. Kwa sababu huyu mtu mmoja akasemaje kwa Kiingereza, huyu ni mdada, akasema hivi, God will not bless who you are not. Unapojifanya mpole wakati sio mpole moyoni mwako, manake yeye anamuona yule mtu anayejifanya mpole. Kwa hiyo anakuona wewe ni tofauti kwenye akili yake. Anakuona wewe sio wewe aliyekuwa anaishi na wewe, anaishi na mtu mwingine tofauti ambaye anajifanya yeye ni mpole, kumbe sio mpole. Anajifanya yeye hili jambo halimsumbui akili, kumbe linamsumbua akili. Kwa hiyo hii ni kazi ambayo watu ambao kweli wamedhamiria kumtegemea Mungu lazima wamtegemee Mungu kweli kweli, sio juu juu. Nimelizungumza ile kwenye video iliyotangulia, lakini nikipenda nilizungumza tena muweze kuona kwenye Biblia inakuwaje pale ambapo kuna mtu unakubaliana naye, badala ya kukubaliana na Mungu unakubaliana na huyu mtu kwa sababu unamuogopa. Itakuletea shida sana. Tunaenda kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ya 25. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ya 25. Uweze kuona kwamba Mungu anakuangalia vizuri sana kuliko unavyoangalia wewe. Sikiliza Mambo ya Nyakati wa Pili kuanzia mstari ule wa 5. Kuna maneno haya: tena Amazia akawakusanya Yuda, akawaweka sawasawa na nyumba ya baba zao, chini ya maakida wa maelfu na maakida wa mamia. Hesabu akawaona kuwa watu wateule 300,000 waweza kwenda vitani, waliozoea mkuki na ngao. Lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, mfalme, usiwaache jeshi la Israeli, usiwaruhusu jeshi la Israeli waende pamoja na wewe, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yaani wana wote wa Efraim. Lakini ukitaka kwenda nao, haya, itie nguvu upigane. Mungu atakuangusha mbele ya adui zako, maana Mungu anazo nguvu za kusaidia na kuangusha. Anasema hivi, usikubaliane na mambo ya Israeli. Usikubaliane na mambo ya Israeli, watoto wa Efraim, usikubaliane nao, kwa sababu ameshamuudhi Mungu tayari. Usikubaliane nao. Lakini ukikubaliana nao sawa, kubaliana nao, kwa sababu umekataa kuishi kwa imani, umekataa kumtegemea Mungu. Lakini napenda utambue kwamba
Mungu ana uwezo wa kuinua na kuangusha, lakini kwa sababu umepingana naye atakuangusha. Ndio hapo unaona ndoa nyingi zinafariki. Kwa nini? Ni kwamba hali ya kuongozwa na woga sio mpango wa Mungu kwako. Sasa kwenye Biblia Wakristo wengi wanaipenda sana hii Zaburi. Zaburi inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya uvuli uniongoza. Uniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Unaweza kuona sasa hii Zaburi Wakristo wengi wanasema yes, hii Zaburi nzuri sana. Sasa sikiliza hapo, pale anasema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini unamwogopa mume wako? Sasa basi, lile neno mabaya, sitaogopa mabaya, kwa Kiebrania ni pana sana. Naogopa kuachwa, naogopa kutukanwa, naogopa kukataliwa, naogopa kuchekwa, naogopa kudharauliwa. Yote hayo ni moja kati ya yale mabaya ambayo kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kuogopa aibu, kuogopa kudharauliwa, kuogopa kuachwa, yote hayo ni mabaya. Sasa wewe unayaogopa, alafu unasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Unamdanganya nani? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanataka yaende kiroho zaidi. Sasa nimezungumza hivi. Kwa nini nasema kwamba yaende kiroho? Kwa sababu Biblia inasema hivi, vita vyetu sio juu ya nyama na damu, bali juu ya mamlaka. Mtume Paulo mahali pengine anazungumza Wakorintho anasema hivi, japokuwa tunaishi duniani, hatupigani vita kama watu wa duniani. Tunazo silaha zenye nguvu za kuweza kubomoa ngome na kuangusha ngome na kuweza kuyateka mawazo yote yanayopingana na mpango wa Mungu na kuyaangusha. Sasa wewe kama unajitegemea wewe mwenyewe, utegemee silaha za kiroho, nikuja nikupe andiko hili. Tuende kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 27. Mithali 27, uweze kuona jinsi gani unajidanganya kwa kutegemea akili zako, kafikiria hii vita ni ya kawaida. Sio ya kawaida. Anasema hivi, hata ukimtwanga mpumbavu kwa mchi kinuni pamoja na ngano, upumbavu wake hautamtoka. Yaani hata kama ungechukua kinu ukaamua kumtwanga huyu mwanaume, unajipotezea nguvu zako bure na muda wako bure. Hatabadilika. Kwa hiyo kunahitaji nguvu fulani ya kuingia kwenye roho yake, aanze yeye mwenyewe kuona umuhimu wa kubadilika. Wewe huwezi kumbadilisha mtu, huwezi kumbadilisha mtu kwa uongo wako, kwa kujifanya kukaa kimya ukafikiria kwamba inatosha. Haitoshi. Huwezi kumbadilisha mwanadamu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 13. Ngoja nikusomee Yeremia sura ya 13. Hayo maneno yapo yameandikwa kwamba huwezi kubadilisha mtu. Maana haya yanawasumbua watu wengi sana. Sikumbuki ni mstari wa ngapi, lakini ni sura ya 13. Mungu anasema kwamba mkushi hawezi kubadilisha ngozi yake, wala chui hawezi kubadilisha madoadoa yake. Hawezi. Sasa haya ni mambo ambayo yako kwenye Biblia na watu wengi hawayajui, lakini cha msingi ambacho sikumbuki ni mstari wa ngapi, lakini hiki ni kitu ambacho kiko kwenye kitabu cha Yeremia. Chui hawezi kubadilisha madoadoa yake na Mwafrika hawezi kubadilisha ngozi yake. Anasema kadhalika na nyinyi wanadamu hamwezi kujibadilisha wenyewe pasipo mimi. Mungu anazungumza. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Kwa hiyo basi pale ilipoandikwa, Mungu akasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2, si vyema mwanaume akae peke yake.
Ni kweli sio vyema, lakini anahitaji ushirikiano na mwanamke. Sasa unapoona mwanaume huyu hatoi ushirikiano kwako, swala sio kumdanganya kwa kumwogopa, kumwambia ukweli. Nitamwambia ukweli nikitegemea kwamba Mungu ataingilia kati, lakini ongea naye kwa upole. Usiongee katika hali ambayo unamuona kama vile anajiona kama vile hafai tena. Tafuta Mungu akupe maneno ya kuongea naye. Ukisoma kwenye Wakolosai sura ile ya 4 mstari wa 6 inasema hivi, maneno yenu yakolee moyo. Sasa kwa Kiingereza anasema kwamba let your conversation be winsome. Yani maneno yako yawe yana uwezo wa kumvuta mtu akubaliane na wewe, akubaliane na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwenye Wakolosai 3 mstari wa 17 inasema hivi, basi kwa kila neno, kwa kila tendo, lifanyeni lolote lile mnalolifanya katika jina la Yesu, mkimpa Mungu utukufu kwa kupitia yeye na shukrani. Nasema lolote mnalolifanya kwa neno na kutendo. Wakolosai 3:17, lolote lile. Je, hilo la kuficha ukweli ni mpango wa Mungu? Ufiche ukweli unalifanya, unaweza ukaficha ukweli kwa jina la Yesu. Unaweza. Sasa kama unafanya hivyo, unafikiri unamfurahisha Mungu aliyesema kwenye Zaburi ya 51 mstari wa 6 akasema wapendezwa na kweli iliyomo moyoni. Sasa nije kwenye kichwa cha habari nikitaka kumalizia mada hii. Kwa nini wanaume wanaogopa wanawake? Kwa nini wanaume wanaogopa wanawake? Ni kwamba ile hali ya kunyonyesha ubabe wa nyaji, ule ni woga mtupu. Ule ni woga mtupu. Wanaume walivyoumbwa wanamwogopa mwanamke. Kwa nini? Tafiti ya mada hii inaonyesha mwanamke aliyekuwa anaitwa Elizabeth Garrett Anderson alikuwa ni mwanamke wa kwanza kuingia kuwa daktari wa upasuaji katika karne hii ya 19, karne iliyopita ya 19. Alikuwa ni mwanamke wa kwanza, lakini aliingia kinyemela. Babake alikuwa tajiri, alimsomesha shule za private, akaingia kwenye chuo cha upasuaji, madaktari wa upasuaji, kwa sababu sheria ilikuwa inaruhusu, ilikuwa haina kipengele cha kumkataza mwanamke asiwe daktari. Sheria ilikuwa haina hicho kipengele. Alipoingia huyu katika wanaume 51 waliokuwa wanasomea udaktari, yeye alifaulu kuwazidi wote. Wakabadilisha sheria, wakasema haturuhusu mwanamke kuwa daktari. Sheria ikabadilishwa. Huyo ni Elizabeth Garrett Anderson. Haya, tunakuja kwenye mbio za marathon. Mbio za marathon, mwanamke mwingine akajitokeza, anaitwa Catherine Switzer. Ndio alikuwa mwanamke wa kwanza kuingia, na mwenyewe walimzuia kwa sababu wanaume hawataki kushindwa na mwanamke. Hawataki kushindwa na mwanamke. Lakini huo sio mpango wa Mungu. Huo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu tunauona vizuri kabisa. Sawa? Mpango wa Mungu tunauona vizuri kabisa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 21. Mpango wa Mungu tunauona katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 21 kuanzia mstari ule wa 8. Naomba nikusomee mpaka ngapi? Mpaka wa 13. 21 mstari wa 8 hadi wa 13. Sikiliza maneno haya. Mstari wa 8 nasema hivi: mtoto akakua, akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hili lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu,
neno hili lisiwe baya machoni pako, kwa ajili ya huyo mwana wa huyo mjakazi wako. Unaweza kuona Mungu kaingilia kati akasema neno hili sio baya. Sasa wanawake wengi anaona nikimwambia hivi itakuwa vibaya, wanakumwambia mwanaume nikimwambia hivi itakuwa vibaya. Sio mpango wa Mungu, sio mpango wa Mungu. Narudia tena, si mara ya 4 sasa. Mheshimu mwanaume lakini usimwogope, kwa sababu Mungu anapendezwa na kweli iliyomo moyoni. Hili ni jambo la msingi sana. Wanaume wameumbwa watafute njia ya kila aina kumfurahisha mwanamke. Kwa sababu gani? Wakati mtoto anazaliwa, rafiki yake mkubwa ni mama. Kwa hiyo mtoto hata anapokuwa amekuwa, anajisikia vibaya kumhuzunisha mama yake, anajisikia vibaya kumkosesha raha mama yake. Hiyo ipo na imefanyiwa tafiti, ipo, nimeifuatilia mimi, nimekutana nayo. Wanasema watoto wa kiume na wa kike kwa pamoja wanajisikia vibaya sana kumhuzunisha mama, na ndivyo inavyopaswa iwe kwa kila mwanaume, ajisikie vibaya kumfanya mwanamke ajisikie vibaya. Huo ndio mpango wa Mungu. Muangalie Elikana na mke wake Hana kwenye Samueli wa kwanza sura ya 1. Alivyokuwa anampenda huyu mwanamke, alikuwa hazai, lakini bado Elikana alikuwa anampenda mke wake. Sasa siku moja analia. Kusomea haya maneno ya Mungu yatakusaidia, yatakubariki. Sikiliza, Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 8. Elikana mumewe akamwambia Hana, unalia nini? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Unaweza kuona Hana, kwa nini unalia? Mwanaume hapaswi kumliza mwanamke, hapaswi kumliza mwanamke, na huu ndio mpango wa Mungu. Kwa jambo la msingi, wanawake, narudia tena mara nyingine tena, neno la Bwana, mheshimu mwanaume lakini usimwogope mwanaume. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe, share with your friends, waambie wengine juu ya channel hii, na subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa. Subscribe alafu bofya na kaeka kengele pale ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana, na Mungu akubariki.